na nafikiri mwishoni baada ya mwezi kuisha tutaona tumefanikiwa kwa kiasi gani, lakini kwa dalili zilivyo tunaweza tukaenda hata 110% kwa dalili zilivyo, kama mambo yataenda kama yalivyo sasa. Kwa hiyo tuwapongeze sana wataalamu chini ya mkurugenzi kwa kazi hiyo nzuri walioifanya kuhakikisha kwamba halmashauri yetu ya manispaa ya Mpanda imetimiza malengo yake mwezi mmoja kabla ya kufikia mwisho wa mwaka. Lakini la pili, mgeni rasmi, shughuli za maendeleo zinaendelea vizuri. Tuna miradi mbalimbali ambayo tumeletewa ya serikali kuu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia kwa kazi kubwa na nzuri aliyoifanya kuletea miradi mingi kwenye manispaa yetu. Lakini pia kuna miradi ambayo tunaitekeleza kwa kupitia mapato ya ndani, nayo inaenda vizuri. Kuna miradi ambayo tunatekeleza kwa mapato ya ndani, nayo inaenda vizuri, na kubwa zaidi katika kipindi hiki cha kwetu cha baraza hili tumefanya miradi mikubwa miwili. Mradi wa kwanza ni ujenzi wa kituo cha afya. Tumejenga kituo cha afya kupitia mapato ya ndani, na hicho kituo cha afya kipo Nsemulwa, na halmashauri yetu haikuwahi kujenga kituo cha afya kabla. Kwa hiyo ni kituo cha afya cha kwanza ambacho kimejengwa kupitia mapato ya ndani. Lakini la pili, tumejenga shule ya mkondo wa Kiingereza, English Media, ambayo iko Msungumilo pale, nayo tumejenga kwa fedha zetu za ndani, nayo inaendelea vizuri. Kwa mwaka huu ina darasa la 3, lakini kwa taarifa tu Mheshimiwa mgeni rasmi tayari imeshaanza kutupa ritani, na kuna shughuli ambazo zinaendelea pale shuleni zinafanywa kupitia mapato ambayo shule inaingiza. Tuna ujenzi wa bwalo pale ambalo mkurugenzi amepeleka kutoka mapato ya ndani milioni 100, lakini ile bwalo litagharimu milioni 176. Mheshimiwa Stahiki Meya, nitumie nafasi hii kumshukuru na kumpongeza sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri ambayo ameifanya na ambayo anaendelea kufanya, na kama walivyosema wewe mwenyewe na kuelezea miradi mingi ambayo imetekelezwa katika manispaa yetu ya Mpanda kwenye afya, kwenye elimu, kwenye kilimo, kwenye nishati, kwenye maji na maeneo mbalimbali ambayo kweli tumepokea fedha nyingi sana ambazo zimeleta mabadiliko makubwa ya uchumi wa wananchi wa halmashauri ya manispaa ya Mpanda. Naomba tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa viongozi, tutakubaliana kwamba mkoa wetu kwa kipindi cha uongozi wake Mheshimiwa Rais tumekuwa na mabadiliko makubwa sana. Mkoa wetu katika kipindi chake tumepokea zaidi ya trilioni 1 na bilioni 345 ambazo zimekwenda kwenye sekta mbalimbali katika mkoa wetu wa Katavi. Jukumu letu ni kuendelea kumwombea afya njema na Mungu akaendelee kumbariki, ili basi tunapoelekea na uchaguzi huu wa 2025 uchaguzi mkuu, basi akapate tiki zilizo nyingi ili hatima yake iweze. Kipekee Mheshimiwa Stahiki Meya, nikupongeze wewe kwa kazi nzuri, kwa uongozi mahiri, weledi mkubwa, pamoja na waheshimiwa madiwani wa baraza lako ambao kweli kama ulivyosema mmefanya kazi kubwa sana ndani ya halmashauri yetu ya manispaa ya Mpanda. Bila kupepesa macho, kila mmoja anaona, bali kuna wengine hawaoni, wengine ni matomaso, lakini kazi kubwa imefanyika. Mheshimiwa Bogo yeye amekuwa ni mheshimiwa diwani kwa miaka 31. Anaweza akatupa pengine uzoefu wake miaka 30 iliyopita halmashauri yetu ya manispaa ilikuwa namna gani, lakini mabadiliko yako makubwa mno. Tunaona mabarabara, shule nyingi zinafunguliwa, idara ya afya zetu na vituo vya kutosha. Kwa kila eneo limepata
fedha za kutosha na tumekuwa na maendeleo makubwa, na hata uchumi wa wananchi wa manispaa ya Mpanda umekuwa kwa kiasi kikubwa. Sasa hivi tunapozungumza pato la mwananchi wa mkoa wa Katavi ni zaidi ya milioni 2.3 kwa mwaka. Ni mafanikio makubwa, lazima tujipongeze katika hilo. Na haya Mheshimiwa Mstahiki ambayo umeyafanya, mimi wala sina shaka, ninaamini mmeweka msingi mzuri, tunauona na mwelekeo tunauona. Miaka 5 kazi kubwa imefanyika. Ninaamini baada ya tarehe 20 unaingia kwenye mchakato, na inshallah Mwenyezi Mungu najua atajalia ifikapo Oktoba kama alivyosema Mheshimiwa DC, pengine wananchi watapata ridhaa waendelee kuongoza halmashauri yetu ya manispaa ya Mpanda. Msaidia kwenye taarifa hii bado ni kweli tumezijibu hoja, wataalamu wamezijibu, lakini tunaona kama mkoa bado hizi hoja ni nyingi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya amesema na kusisitiza angalau tuwe kwenye single digit 1 mpaka 9, angalau nasema kweli watu wapo tunafanyia kazi shughuli mbalimbali, lakini hoja 50, 60, 80 hili linakuwa halina afya. Changamoto ambayo najaribu kuiona na kwenye maeneo mengine ambayo tumepita, teamwork, uwajibikaji wa pamoja kwa maana ya CMT haupo kwa maana ya kujibu hizi hoja, lakini na kutekeleza majukumu yetu ambayo tumepewa. Hoja nyingi zimekuwa zikijibiwa na watu wasio na uwezo, na pengine wakuu wa idara au wakuu wa section na vitengo hatujibu hoja zinapoibuliwa na ukaguzi wa ndani. Madhara yake hatupati majibu yaliyo sawa yaliyo sahihi. Haya yanapelekea kuwa na hoja nyingi ambazo tunadhani hazina tija. Hivyo ni waombe wakuu wa section, vitengo, mnapoletewa hoja na mkaguzi wa ndani asiwe adui. Mkaguzi anapoletea hoja awe rafiki, kwa sababu anatusaisha, anatusafisha. Tumeona hoja hapa za miradi, usimamizi wa miradi tunafanya vizuri, lakini kuna